Na misemo wanayoisema kwamba unapozaliwa unaweza ukafanana na baba yako, unaweza ukafanana na mama yako, unaweza ukafanana na ndugu yoyote katika ukoo kutoka upande wowote. Ndivyo ambavyo maisha yetu haya ya kawaida tunaamini hivyo. Na kwa namna hiyo wanataka kuakisi baadhi ya matendo ama maisha walioishi wapendwa wao, kwamba na wewe unaweza ukapokea baraka na maisha hayo kama ukiendelea nini. Mwingine wanakupa jina, wanakupa nini kufanana. Unaweza kufanana shangazi yako akupa jina la shangazi, unaweza kufanana na mjomba wako akupa jina la mjomba na mambo kama hayo. Lakini jambo ninalotaka kulizungumza mimi hapa leo, kakipisi haka kadogo kasomo hili, ni kwamba matendo yako yatanunua maisha yako. Yaani kuna siku lazima yatagharimu maisha yako. Yaani unaweza ukatenda mambo fulani na ukaamini kwamba jambo hili limeisha, lakini ninachotaka kukuthibitishia, kuna wakati utakao kuja ambapo matendo yako lazima yatanunua maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie habari ya Yuda, jinsi alivyomsaliti Yesu Kristo. Yuda alikuwa na matendo nje ya matendo yaliyokuwa yanapaswa kwa wanafunzi ambao Yesu aliwachagua, wanafunzi 12. Yuda alikuwa na matendo yake. Nafikiri aliipenda fedha kuliko ni kumpenda Yesu. Aliipenda fedha kuliko kupenda uzima wa milele ambao ndio kusudi kubwa la Yesu kuja. Na ndio msingi wa Biblia. Mafunzo mengi ya Biblia yanatufundisha kwa habari ya kupata ule uzima wa milele kwa njia ya Yesu Kristo. Yuda alipenda vitu, hakupenda jambo hili. Akakubali kupokea fedha ili amsaliti mwana wa Mungu. Lakini mwishoni unaona kabisa, kama ni msomaji mzuri wa Biblia, ni kwamba Yuda alirudisha zile fedha. Waliompa walikataa kuzipokea kwa sababu tayari the deal was there, na tayari ilikuwa imeshafanikiwa. Kusudi lao ilikuwa ni kumpata Kristo ili kuzima ule moto wa Injili na watu kuokolewa. Mwisho wa siku akaamua kufanyeje? Kujinyonga, sijui na nini, mara sijui matumbo lake lilipasuka, sijui mwili ulifanyeje. Unaweza ukasoma pale. Ni nini? Ni kwamba matendo ya Yuda yaligharimu maisha yake. Na ndivyo tulivyo sisi wa Kristo wa leo. Tusipomfuata Yesu vizuri na tukalishika neno lake vizuri, matendo yetu yatakuja kugharimu maisha yetu. Yatagharimu maisha haya ya kidunia, lakini yatagharimu maisha kule mbele tunakokwenda. Kwa hiyo ni vyema Wakristo na watu wengine wakaelewa kwamba matendo yao yanaweza yakawa na tafsiri ya kufisha mambo fulani makubwa katika maisha yao yasitoke ama wasifanikiwe. Lakini jambo kubwa zaidi ni kwamba gharama ya maisha yao inaweza ikawa katika matendo wanayoyatenda. Nimeweka msingi wa hiki kitu na natamani na nikupe kama ushauri pia, kwamba wakati mwingine angalia matendo yako. Angalia, mtumishi mmoja alishuhudia hapa jana kwamba yeye alikuwa akiona mwenzake amefanikiwa, anachukia, anaumia. Baadaye akaenda akakuta na yeye hatoki. Wakati mwingine inawezekana alisema vile, lakini inawezekana alifanya mambo mengine makubwa ambayo hatuwezi kuyajua, labda na yeye hakutaka kuyasema. Lakini mwisho wa siku ni kwamba alipata bahati ya kumjua Kristo. Kristo akamkomboa. Alipoanza kumbariki akakuta na yeye kuna baraka anazipata. Matendo yetu yatanunua maisha yetu. Na nimekupa mfano wa Yuda. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapo watakaopona kwa miujiza ya Kristo mwenyewe, lakini wengine wanaweza wakaishia katika njia ile inayompeleka mtu katika kuzimu ya milele. Bwana Yesu akubariki, nikutakie wakati mwema mpaka wakati mwingine. Amina.